Dhamana mliopewa ya kusimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura, ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais, wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara, ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni, maelekezo na miongozo mbalimbali mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washirika wa mafunzo, leo hii tupo kwa ajili ya mafunzo kwa makarani waongozaji wapiga kura, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wapiga kura watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo vyetu 340 vilivyopo katika kata 13 za halmashauri ya mji wa Njombe na jimbo la Njombe mjini. Nimearifiwa kwamba mtakuwa na jumla ya mada 2 katika mafunzo haya zitakazowasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna bora ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu mbalimbali ya kiutendaji. Lakini mtapata nafasi ya kushirikiana uzoefu juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kujitokeza na namna ya kuweza kukabiliana nazo katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura. Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kwamba mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja katika mafunzo haya, kupitia wenzenu ambao inawezekana tayari walishapata uzoefu hapo awali. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea uzoefu, kujipatia maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya vituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa, na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na diwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndiyo msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko ama vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nyinyi mnategemewa. Kwa hiyo nachukua nafasi hii ama fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na tume. Napenda kusisitiza yafuatayo. 1. Someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na taratibu mbalimbali zilizotolewa na zitakazotolewa na tume, na ulizeni mpate kufafanuliwa mambo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yatakuwa na changamoto za kiufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Katika mikoba yenu ama mabegi mliopewa, tumewapatia nyaraka mbalimbali. Mna vijitabu nimeviona, mzitumie kama rejea kwa kipindi chote katika utekelezaji wa jukumu hili muhimu. 2, jitahidini sana kujiepusha kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka katika vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo katika vituo vya kupigia kura kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Lakini jambo la 4, hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjaanza zoezi lenyewe. Lengo ni kuhakikisha tu vinakuwa salama, lakini pia vinatumika ipasavyo kuleta ufanisi katika uchaguzi wetu. Jambo la 5, hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa. Lengo ni kufanya maandalizi mapema ili inapotimu tu saa 1 kamili asubuhi, basi vituo vya uraiani
viwe vimefunguliwa mkiwepo. Lakini kwa wale ambao mtapata fursa ya kusimamia kituo chetu cha magereza, inapaswa mfike mapema ili kuhakikisha maandalizi yanakamilika kabla ama ifikapo saa 2 kamili, na inapotimu saa 2 kamili basi vituo vya magereza na vile vya mafunzo kwa Tanzania Zanzibar vinafunguliwa. Namba 6, nyinyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura kwa mara ya kwanza. Mpiga kura anapofika atakutana na nyinyi kwa mara ya kwanza kabla ya mtu yeyote yule. Hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu. Tunatarajia mtakuwa nadhifu, lakini mtakuwa na lugha nzuri, lugha ya ukarimu, lugha ambayo kimsingi mtu ataona kweli anajaliwa, mpiga kura ataona kweli nimejaliwa na mtendaji huyu. Lakini mkihakikisha mnatoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakaofika kituoni. Wapo watu wana ulemavu, wapo watu ni wajawazito, wapo watu wana umri umeenda sana, ni wazee. Wapatieni kipaumbele nyinyi kama makarani waongozaji kwa kuwatanguliza mbele ili wapige kura na kurejea katika majukumu yao ya kila siku, hasa kwa kuzingatia mahitaji yao. Jambo la 7, hakikisheni mnafanya mawasiliano ya mara kwa mara na msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mimi, lakini afisa uchaguzi ama mratibu yeyote wa uchaguzi ambaye atakuwa karibu katika maeneo yenu ya utendaji. Kwa ujumla, mawasiliano haya, unaweza kukumbana changamoto yote ile ambayo inahitaji ufafanuzi, umekwama, usife na tai shingoni. Hakikisha unafanya mawasiliano ili jambo lisiharibike mikononi mwako. Lakini jambo la 8, hakikisheni mnajaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu wake, na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituoni, hasa vituo vya kupigia kura. Mtapata maelekezo haya vizuri katika mafunzo haya. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuvihakikisha, lakini pia kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ninapohitimisha, ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kwa mujibu wa kifungu cha 20 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, ninakinukuu: mtumishi aliyeajiriwa ama aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa akitekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimekinukuu kifungu hicho kwa msingi wa kuonesha mambo 4 yafuatayo. Mosi, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Jambo la pili, la kwa nini nimenukuu kifungu hicho, kwamba utendaji wenu na wajibikaji wenu katika kipindi chote cha utumishi wenu kwa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio nyingine yoyote, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Na jambo la tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa na tume kwa tume kupitia msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. Kwa hiyo simamieni viapo vyenu vya kutunza siri, lakini pia kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi.